Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku hii ya leo, Jumanne ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2025, juma la 7 la Pasaka, mwaka C wa kanisa. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Karoli Lwanga na wenzake, watakatifu mashahidi wa Uganda. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 17 hadi 27, na Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 11. Ndugu zangu, karibuni tusikilize somo la Injili kama lilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 11. Siku ile Yesu aliinua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea. Wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Neno la Bwana. Tafakari. Ndugu zangu katika Kristo, maumivu ni sehemu ya utakaso wa moyo. Mateso yanamfundisha mwanadamu kutoegemea raha za muda mfupi, maana baada ya maisha haya kwa wale wanaostahili watapata furaha inayoambatana na raha ya milele. Utakatifu ni mchakato wa kujikana nafsi, kupenda mema ya milele na kukataa mambo yanayopingana na mapenzi ya Mungu. Katika kuadhimisha kumbukumbu ya watakatifu mashahidi wa Uganda, pamoja na masomo yetu ya leo, tunajifunza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kila linalofanyika katika muda linaakisi katika umilele. Pale umilele unapokubaliwa, yale yaliyopo sasa ambayo pengine hayakuwepo jana wala hata kuwepo kesho, hayawezi kuwa ya muhimu zaidi kuliko umilele wenyewe. Ndiyo maana wakiwa duniani, maisha ya mashahidi wa Uganda yaliakisi maisha ya umilele ambayo ni maisha ya utakatifu. Jambo la pili, kufikia uzima wa milele hakuhitaji juhudi za mtu binafsi peke yake, bali kuna hitaji juhudi za mtu pamoja na neema za Mungu. Utakatifu si jitihada za kibinadamu pekee, bali ni kazi ya neema za Mungu inayoshirikiana na akili na mapenzi ya mwanadamu. Zipo namna mbalimbali za kupata neema za Mungu. Namna mojawapo ni kwa njia ya sala. Ndugu zangu, Baba yetu aliye mbinguni anajua yale tunayohitaji kabla hata hatujamuomba, lakini anasubiri kwanza maombi na sala zetu, maana hadhi ya watoto katika kuomba vitu kutoka kwa baba yao ipo katika uhuru wao wenyewe. Yesu analidhihirisha hili kwa kusema, Baba, wakati umefika, nisaidie kumaliza kazi yangu
ili jina lako litukuzwe. Jambo la pili, katika kifo maisha ya mwanadamu hayafiki mwisho, bali yanapata mwanzo mpya. Ndugu zangu, ingawa mashahidi wa Uganda waliuawa kikatili, lakini kuuawa kwao hakukuwa mwisho wa maisha. Uhai wa mtu kabla na baada ya kifo unapata maana katika muunganiko na Mungu. Maana utukufu wa Mungu ni mtu hai. Uhai wa mtu upo katika kumjua, kumpenda, kumtumikia na kumuona Mungu. Jambo la nne, kila mwanadamu ana wajibu wa kukamilisha kwa uzuri kusudi na sababu ya uwepo wake duniani. Katika kusali, Yesu anasema, nimekutukuza duniani kwa kumaliza kazi ulionipa. Kazi na shughuli zetu mbalimbali katika maisha zitufanye tukasahau kusudi na sababu ya uwepo duniani. Kusudi na sababu ya uwepo wetu duniani ni Mungu apate kutukuzwa na sisi tupate kutakatifuzwa. Jambo la tano, uzima wa milele sio swala la siku moja, bali ni mchakato endelevu katika maisha. Uzima wa milele hauji kwa bahati tu, bali unahitaji juhudi, na kuna nyakati juhudi hizi zitaambatana na mateso na maumivu. Ndugu zangu, ni muhimu kufahamu kwamba bahati ni neno linaloashiria sababu iliyopo lakini isiyotambuliwa au kuonekana na wahusika. Kitu kilicho nje ya kanuni ya sababu na matokeo hakipo. Kumbe matokeo ya utakatifu wa mashahidi wa Uganda ni kiashiria cha uwepo wa sababu ya juhudi zao za kutafuta utakatifu wakati wakiwa duniani. Ndugu zangu katika Kristo, kwa kumalizia tafakari yetu kwa siku hii ya leo, uzima wa milele ni wito kwa watu wote. Uzima wa milele si kwa ajili ya watu fulani fulani. Je, mimi na wewe tunafanya jitihada gani katika kuhakikisha kuwa mawazo, maneno na matendo yetu katika muda huu tulio nao sasa yanaakisi uzima wa milele? Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateli Edwin Kanuti Mogela kutoka Jimbo Katoliki la Morogoro, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.